Umoja wa Ulaya kupitia European Commission umependekeza kifurushi kipya cha 21 cha vikwazo dhidi ya Urusi kutokana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Kifurushi hicho kipya kinataja kuwa moja kali zaidi kufikia sasa kwa kuwa kinazingatia sekta ya benki, mitandao ya crypto pamoja na uzalishaji wa drones na biashara ya mafuta. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Brussels, mpango huo umeungwa mkono na viongozi wa juu wa umoja huo akiwemo Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen pamoja na mkuu wa sera za kigeni wa EU Kaja Kallas. Lengo kuu ni kuimarisha shinikizo kwa Urusi ili kuifanya ikubali mazungumzo ya amani kuhusu vita vya Ukraine. Vikwazo hivyo vipya vinatarajiwa kulenga karibu benki 90 za Urusi pamoja na taasisi nyingine za kifedha na crypto zinazodaiwa kuisaidia Moscow kukwepa masharti ya awali ya vikwazo vya Magharibi. Hii inaongeza idadi ya benki zilizowekwa chini ya masharti ya umoja huo kuwa zaidi ya 100, ikiwa ni zaidi ya nusu ya benki zote za Urusi zinazohusiana na mifumo ya kimataifa. Aidha, mpango huo unajumuisha kufunga mali na vizuizi vya miamala kwa mamia ya watu binafsi na taasisi takriban 170. Pia unalenga kampuni ya mitandao ya crypto 11 inayotuhumiwa kuwezesha Urusi kufanya miamala ya nje ya mfumo rasmi wa kifedha. Katika sekta ya nishati, umoja huu unapendekeza kufungia kiwango cha bei ya mafuta ya Urusi kwa miezi 6 ili kuzuia ongezeko la mapato ya Moscow, sambamba na kuimarisha masharti kuhusu gesi ya asilia ya LNG na kuongeza orodha ya meli zinazodaiwa kuwa sehemu ya shadow fleet ya Urusi. EU pia inapanga kuzuia bidhaa mpya za uagizaji kama samaki na pia kuweka vikwazo kwenye bidhaa za teknolojia ya juu zinazotumika katika ulinzi wa anga. Hii inalenga kupunguza uwezo wa Urusi kuendeleza sekta zake za kijeshi na viwanda vya kimkakati. Ingawa Urusi tayari imekumbwa na vikwazo vingi tangu mwaka 2022, bado imekuwa ikitumia benki ndogo na njia mbadala za kifedha ikiwemo crypto ili kuendelea na biashara ya kimataifa. Wachambuzi wa umoja huo wanasema hatua hizi mpya zinalenga kuziba mianya hiyo kabisa. Kwa upande wake, baadhi ya taasisi za uchumi nchini Urusi zimeonya kuhusu uwezekano wa mgogoro wa benki, ingawa benki kuu ya Urusi imekanusha kuwa kuna dalili za mgogoro mkubwa wa kifedha. Wakati huo huo, taarifa za kiuchumi zinaonyesha kuwa ukuaji wa uchumi wa Urusi umepungua hadi takriban 1% mwaka jana kutoka karibu 5% mwaka uliotangulia, jambo linalohusishwa na vikwazo, riba kubwa na shinikizo la kifedha la kimataifa. Katika muktadha mpana, hatua hii mpya ya Umoja wa Ulaya inaonyesha kuendeleza kwa mvutano kati ya Magharibi na Urusi, huku juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Ukraine zikiendelea kukosa mafanikio makubwa. Bara la Ulaya linaendelea kushuhudia tofauti za wazi za kisera kuhusu namna ya kushughulikia vita vinavyoendelea kati ya Ukraine na Urusi, huku viongozi mbalimbali wakitoa kauli zinazoonyesha mwelekeo tofauti kuhusu msaada wa kijeshi na nafasi ya mazungumzo ya amani. Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk amesisitiza kuwa Poland bado inaunga mkono kikamilifu mpango wa Ukraine kuelekea kujiunga na Umoja wa Ulaya, lakini ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu namna mazungumzo ya amani yanavyoandaliwa na kusimamiwa. Tusk amesema wazi kuwa Poland lazima iwe sehemu ya moja kwa moja ya mazungumzo yote ya amani kati ya Ukraine na Urusi, akionya kuwa kuipuuza Warsaw kunaweza kudhoofisha uhalali wa ufanisi wa mchakato huo. Katika maelezo yake, Tusk amegusia pia changamoto za kihistoria kati ya Poland na Ukraine, akisema kuwa bado kuna masuala nyeti ya zamani ambayo yanaendelea kuathiri uhusiano wa sasa kati ya mataifa hayo mawili. Ameongeza kuwa baadhi ya matamshi ya hatua za Kiev zinaonyesha ukosefu wa mtazamo wa kihistoria, jambo linaloweza kuleta mkoruzano wa kidiplomasia hata wakati mataifa hayo yanashirikiana katika vita dhidi ya Urusi. Wakati huo huo, mjadala kuhusu mustakabali wa vita hivyo umeendelea pia katika ngazi ya juu ya Umoja wa Ulaya. Ripoti zinaeleza kuwa viongozi wa Uingereza, Ujerumani na Ufaransa walikutana na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini London, ambapo walijadili uwezekano wa kuanzisha mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Urusi. Lengo la mkutano huu lilikuwa ni kuimarisha njia za kidiplomasia baada ya muda mrefu wa vita na migogoro ya kijeshi. Hata hivyo, jambo lililoibua mjadala mpya ni kwamba Poland haikushirikishwa kikamilifu katika mazungumzo hayo ya London. Hali hiyo imeongeza hisia za mgawanyiko ndani ya Ulaya, hasa kati ya nchi za Magharibi na zile za Ulaya Mashariki, ambazo zinaona kuwa zinapaswa kuwa na nafasi kubwa zaidi katika maamuzi yanayohusu usalama wa kikanda. Poland, ikiwa moja ya nchi zilizo mstari wa mbele katika kusaidia Ukraine, inaona ushiriki wake katika mazungumzo ya amani kuwa muhimu kwa usawa na uhalali wa maamuzi ya baadaye. Kwa upande mwingine, Bulgaria imeonyesha mwelekeo tofauti kabisa kuhusu msaada wake kwa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Bulgaria amenukuliwa akisema kuwa Ukraine kwa sasa inahitaji zaidi nguvu kazi kuliko silaha, akidai kuwa tayari na silaha za kutosha kutoka kwa washirika wake wa kimataifa. Kauli hiyo
inaashiria uwezekano wa mabadiliko ya sera ya baadhi ya nchi za Ulaya Mashariki ambazo hapo awali zilikuwa miongoni mwa wafuasi wakubwa wa msaada wa kijeshi kwa Kiev. Mabadiliko haya yanaonekana kuendana na hali ya uchovu wa vita inayoanza kujitokeza katika baadhi ya mataifa ya Ulaya, ambapo mjadala unaanza kuelemea zaidi kwenye hitaji la mazungumzo ya amani kuliko kuendelea kuongezeka kwa msaada wa kijeshi bila kikomo. Hata hivyo, bado kuna mgawanyiko mkubwa kati ya nchi zinazotaka kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi na zile zinazoona ni muhimu kuanza mchakato wa kusitisha mapigano. Kwa ujumla, hali ya sasa inaonyesha kuwa Umoja wa Ulaya na washirika wake bado hawajafikia msimamo mmoja kuhusu mustakabali wa vita vya Ukraine na Urusi. Wakati Poland ikisisitiza ushirikishwaji wake katika mazungumzo na kuendelea kuunga mkono Ukraine, baadhi ya mataifa kama Bulgaria yanaanza kuhoji kiwango cha msaada wa kijeshi unaotolewa. Hili linaacha picha ya bara la Ulaya lililogawanyika kisera, huku diplomasia ya amani ikiwa bado katika hatua za mwanzo za kujipanga upya.